Adabu ya 31, al-iftaru min ajli ad-da'i, kufuturu kwa maana ya kufungua, min ajli ad-da'i, kwa ajili ya yule aliyemuita, aliyemwalika katika mwaliko wake, akaona yeye afungue kwa ajili ya ule mwaliko ambao wamepewa. Qala rahimahullahu ta'ala, walahu an yuftira, na anayo haki yeye ya kufungua, idha kana mutatawwi'an fi siyamihi, pindi akiwa amefunga funga ya sunna, ni mwenye kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika funga yake, yani sio funga ya wajib, yuko katika funga ya sunna, anafunga taqarruban wa tatawwu'an ila Allah subhanahu wa ta'ala, lengo na makusudio ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi anayo haki ya kufanya nini? Ya kufungua. Wala siyama, na hasa idha alaha alayhi ad-da'i, hasa pindi atakapomsisitiza juu yake yule aliyemuita. La siyama idha alaha alayhi ad-da'i, hasa pindi atakapomsisitiza na kumhimiza juu yake yule aliyemwalika. Adabu ya 32, qala rahimahullahu ta'ala, la yajibu qada'u yawmi an-nafli, hakuwajibiki kulipa siku ya sunna, ile siku ambayo kwamba amefungua, ambayo ilikuwa ni siku ya sunna, haiwajibiki kwa kuilipa hiyo siku. La yajibu qada'u yawmi an-nafli, haiwajibiki kulipa siku ya funga ya sunna. Qala rahimahullahu ta'ala, wala yajibu alayhi, na hakuwajibiki juu yake, qada'u dhalika liyawmi, kuilipa siku hiyo, si wajibu juu yake kuilipa siku hiyo ambayo yeye amefungua, akiwa ni mwenye kufunga funga ya sunna, ameitwa katika mwaliko, akaenda akauitikia mwaliko ule, akafungua funga yake, si wajibu kwa kuilipa hiyo siku ambayo yeye amefungua ndani yake. Adabu ya 33, qala rahimahullahu ta'ala, tarku hududi ad-da'wati allati fiha ma'siyah, kuacha kuhudhuria mwaliko ambao ndani yake kuna maasiya. Tarku hududi ad-da'wati allati fiha ma'siyah, kuacha kuhudhuria mwaliko ambao ndani yake kuna kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Haitakikani mtu kuhudhuria katika mwaliko ambao ndani yake kuna kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, wala yajuzu huduru ad-da'wa, na wala haifai kuitikia na kuhudhuria wito. Wala yajuzu, na wala haifai, huduru ad-da'wati, kuhudhuria wito, idha ishtamalat ala ma'siya, pindi utakapokuwa umekusanya ma'siya, ikiwa mwaliko ndani yake kuna kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, haifai kwake yeye kuhudhuria katika mwaliko huo, haifai kwake yeye kuhudhuria katika hadhara hiyo. Illa an yaqsida inkaraha, isipokuwa akikusudia kuondosha maasiya hayo. Ikiwa ameenda katika huo walima na amekwenda katika huo mwaliko waliopewa, lengo na makusudio ni kuondosha ule munkara ambao unafanyika pale, wa muhawalata izalatiha, na ikiwa amekusudia kujaribu kuondosha hayo maasi ambayo yanafanyika, fa in uzilat, ikiwa utaondoshwa huo munkar, fabiha wa ni'ma, wa illa wajaba ar-rujuu, na kinyume cha hivyo wajaba ar-rujuu, ni wajibu kwake yeye kurejea nyumbani, asiende katika mwaliko huo. Ikitokea sasa amekwenda hakutegemea labda pengine au hakujua pengine kwamba kule anakokwenda utakuwa na maasi yanafanyika, amefika pale akayaona maasi, wajaba ar-rujuu, ni wajibu kwake yeye kurejea nyumbani, asikae katika sehemu ambayo anaasiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Adabu ya 34, qala rahimahullahu ta'ala, ma yustahabbu liman hadara ad-da'wa, yale ambayo hupendekezwa kwa yule ambaye aliyehudhuria wito. Ma yustahabbu liman hadara ad-da'wa, yale ambayo husuniwa kwa yule ambaye aliyehudhuria wito, aliyehudhuria mwaliko. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yustahabbu liman hadara ad-da'wa amrani, na yanapendekezwa kwa yule ambaye amehudhuria mwaliko mambo mawili haya yanapendekezwa na ni mambo ya sunna. Qala rahimahullahu ta'ala, al-awwal, jambo la kwanza, an yad'u li sahibiha ba'da al-faraghi, ni kumuombea dua yule aliyemwalika ba'da al-faraghi, baada ya kumalizika kadhia ya mwaliko wake aliyoalikwa,
basi atakikana kumuombea dua yule aliyemwalika katika chakula hicho. Bima jaa anhu sallallahu alayhi wasallam, kwa yale ambayo yamekuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume amefundisha dua ya kumuombea yule aliyekualika katika mwaliko, Allahumma ighfir lahum warhamhum wabarik lahum fima razaqtahum. Utaomba dua hiyo, Allahumma ighfir lahum, ewe Allah wasamehe wao, warhamhum, na uwahurumie wao, wabarik lahum, na uwabariki wao, fima razaqtahum, katika yale ambayo umewaruzuku wao. Hiyo ni dua ya kwanza, Allahumma ighfir lahum warhamhum wabarik lahum fima razaqtahum. Sawa? Au Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani, ewe Allah mlishe yule ambaye aliyenilisha mimi na umnyweshe yule ambaye aliyeninywesha mimi. Allahumma at'im man at'amani, ewe Allah mlishe yule aliyenilisha mimi, wasqi man saqani, na umnyweshe yule aliyeninywesha mimi. Hiyo ni dua ambayo kwamba atakikana kumuombea yule ambaye amemwalika katika mwaliko. Athani, jambo la pili, ad-du'a lahu wa li zawjihi bil khairi wal baraka, ni kumuombea yeye na mkewe dua ya khairi na baraka. Amuombee yeye aliyemwalika ambaye ni mume, wa li zawjihi, na amuombee dua mkewe, bil khairi wal baraka, amuombee dua ya khairi na dua ya baraka. Amwambie barakallahu laka wa baraka Allahu alayka wa jamaa bainakuma fi wa fi riwaya ala khairin. Amuombee dua barakallahu laka, Allah akubariki wewe, wa barakallahu alayka, na Allah abariki juu yako, wa jamaa bainakuma fi, na ajumuishe baina yenu nyinyi wawili, wa fi riwaya, na katika riwaya ala khairin, juu ya khairi. Ima unaweza kusema wa jamaa bainakuma fi khairin, au ukasema wa jamaa bainakuma ala khairin. Si tumeelewana vizuri? Kwa yote mbili inafaa, la ba'sa bidhalik. Kwa ni kusema barakallahu laka wa barakallahu alayka wa jamaa bainakuma fi khairin, au wa jamaa bainakuma ala khairin. Na dua nyingine, Allahumma barik fihima wa barik lahuma fi binaihima, ewe Allah bariki kwa wao na uwabariki wao katika kuingia kwao, fi binaihima, katika kuingia kwao. Kwa hizi adhiya ndizo ambazo kwamba atakikana kuziomba yule ambaye aliyealikwa katika mwaliko wa harusi.